Alright, zimetimia mwendo wa saa 1 dakika 25 saa za Afrika ya Mashariki. Tuko ndani ya kivumbi. Imekuwa ni weekendi ambayo imejaa siasa tu za BBI. Siasa za BBI tu. Na mrengo ambao unaongozwa na Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga umeonyesha ubabe katika mkoa wa Magharibi pale ambapo kulikuwa na viongozi wa tabaka tofauti, wajumbe wale chungu nzima, maseneta chungu nzima, women reps walikuwa pale chungu nzima, magavana walikuwa pale, CS walikuwa pale. Ilikuwa ni kuonesha tu kwamba BBI imeungwa mkono na viongozi takribani wote. Alikuwa anasema seneta wa Kakamega Malala, nikimsikia akisema kwamba hii ni ishara kamili kwamba viongozi wote wameunga mkono BBI. Ilikuwa ni mkutano wa kuunga mkono BBI na kuelimisha Wakenya kuhusiana na BBI na kwa nini wanaunga mkono. Ingawa upande wake Deputy President unasema kwamba hilo halikufanyika, halikuonekana, halikushuhudia. Hakukushuhudia kwamba kuna elimu nyingi ya BBI, kwamba BBI iko namna hii, BBI itasaidia namna hii, BBI imekuja kwa ajili ya hii, BBI ilikuwa wenyewe wanasema kwamba ilikuwa ni kuingilia tu Ruto. Kila msemaji wengi wanasema kuwa hizi msafara za BBI tayari zimekuwa ngapi? Mara mbili, Kisii na Magharibi. Ndio. Na wengi walivyokuwa wakisema kuwa tunataka BBI ikuje kwetu, tunataka sisi wananchi tuelezwe. Ndio. BBI. Ndio. Lakini hizi mikutano inachukua mkondo tofauti sana. Kabisa. Mkondo tofauti. Sijamuona mtu akipanda pale ndio na karatasi ya BBI ndio na kusema ndio kuwa fungueni, ama ninapofungua BBI ndio page ngapi ndio inasema hivi kweli, Prime Minister itakuwa ni hivi kweli, nini itakuwa ni hivi kweli, haya pesa mashinani itakuwa imeelezwa hapa na hapa. Ndio tunajaribu kutafuta amani na tunatafuta namna hii. Tunataka kwamba katika ile mikakati yetu ya kuleta umoja wa taifa tumesema BBI kipengele fulani kinasema kwamba jamii zote zitakuwa zinaunganishwa pamoja na zitakuwa zina benefit na sawa kutakuwa na equality, inclusivity. Tunamaanisha hii hivyo. Kusema kweli tu, mtu ambaye nilimsikia jana kidogo katika mkutano wa BBI akiongelea BBI vizuri, nafikiri ni Raila Amolo Odinga, kiongozi ambaye alisema yeye kwa nini tulifikia kwa BBI, kwamba tumezozana tangu mwaka huu hadi mwaka huu, tulipofika mahali mimi na rais tukakaa chini tukasema kwamba jamani tusizozane tena, basi sisi lazima tusalimiane ili kwamba tulete nchi pamoja, ili kwamba kusiwe na vita tena baada ya uchaguzi. Aliongelea hilo swala la kwa nini why BBI. Another reason ambao lakini wengine wote ni Ruto hii 2022 hii 22. Na usipokuwa kwa BBI utakijua cha mtema kuni. Kulikuwa na hiyo warning sana kwamba wewe kama hauko kwa BBI basi wewe utakijua cha wanaipokea kabisa. Na kwamba wewe siasa zako zitaisha ikiwa hautakuwa BBI. Muulize bodi mtetezi. Kwa sababu viongozi wote ndio walikuwa wapi? Buhungu. Boni na akamua sasa yeye safari yake ni na Bongo kule wapi? Mumias. Tunapozungumza sijawahi ama sidani kama kuna kiongozi mwenye mbio kuliko bodi pale bungeni. Ndio. Sijui kama bodi wale anakimbia. Lakini ile ilikuwa ni uchokozi Jalas. Ile ilikuwa ni uchokozi kwa sababu kwa nini? Uwezi niambia ndio kuna mkutano umepangwa. Hata sasa wao pia wamejitokeza wanataka kupanga mkutano mwingine kujadili masuala yanayoathiri watu kutoka eneo la Magharibi. Tukiangalia kumekuwa na shida ya kufufua viwanda vya miwa eneo hilo. Sasa siku ya BBI imepangwa wanataka kufufua kiwanda, wanataka kuzungumzia masaibu. Ndio maana nawaambia kwamba viongozi hawa ni waongo sana. Ni watu ambao wanahadaa tu Wanjiko. Lakini ukweli usemwe. Kulingana na ule mkutano wa BBI uliofanyika Buhungu Stadium, ukweli usemwe tu. Ni maswala ya BBI ama ni kujipanga kwa 2022? Mimi ninavyoona I think ndio swala ndio swali hilo katika kivumbi. Ni BBI kweli ama ni kujipanga kwa 2022? Mimi naona kabisa siasa la 2022 imeanza kuchukua mkondo wake na ni kibiriti tayari imewaka. Imebaki tu makaratasi kidogo hapa na pale ipepetwe basi iwake. Unanipata? Alright. Iwake.
na itakuwa ndio 2022 itakuwa ni labda ulikuwa BBI ama ukuwa, lakini sioni ikiwa chama hiyo BBI itakuwa chama, sioni ikiwa chama, labda handshake club. Nasikia imekuwa registered kabisa, handshake party of Kenya imekuwa registered kabisa, na mpaka kuna watu ambao wamekuwa wakienda pale wakisema handshake united, wanaambiwa hapana, hiyo ishatumika bwana. Handshake ishatumika. Sasa hata ukitaka handshake united upati, ukitaka handshake party of Kenya upati, handshake nini chochote tu. Chief Registrar amesema forget about handshake, hiyo tumeregister, tumemaliza. Lakini unajua matakwa ya kuandikisha chama nao ni mengi, kwa sababu lazima mkuwe na ofisi katika kila constituency. Kweli. Ama sasa kwa sababu hii ni ya wenyewe, sasa lazima itapita tu. Itapita. Mimi sioni BBI katika hizi forum. Kwa hivyo hamna BBI? Mimi sioni kabisa. Mimi let me be honest. Ndio. Sioni BBI ndani ya hizi forum. Alright. Naona kujipanga for 2022. Nasikia safari next ni ya Pwani. Ndio. Na nasikia Sultan Joho anapanga kuandaa karamu yake, na unajua Joho na akipanga amepanga. Nasikia inaenda kuwa kubwa sana. Na sioni BBI kabisa katika hizi BBI ipo. Ukijaribu kusikiza vile wanasiasa walikuwa wananena hata huko Buhungu, sikiza jinsi alivyokuwa kinena Raila, yule kiongozi wa chama cha ODM. Alikuwa anajaribu kuelezea kiini cha BBI. BBI ilitoka wapi? Ni nini ambacho kilileta BBI? Na jambo kuu pale kwenye BBI utapata ni inclusivity. Yaani Wakenya kuwepo pamoja, kujumuishwa pamoja, na kuache kuwa na ukabila. Ile unapata kwamba huyu sijui haezi ingia mahali hapa kwa sababu jina lake linaanza na O, huyu haezi ingia mahali hapa kwa sababu jina lake linaanza na KK. Ni jambo ambalo alijaribu kulielezea vizuri. Ukijaribu kusikia vizuri. Na iwapo basi kweli ni BBI ya kuwaleta Wakenya pamoja, mbona nahisi kama watu wa kutoka mkoa wa Rift Valley wanatengwa? Kwa sababu wenyewe waliongea kwa pamoja, waliitisha press conference yao, walikuwa wengi tu pale, na wanahisi kama ambayo wametengwa. Ikiwa BBI ya kutuleta pamoja, basi tunataka kuona watu wote wa nchi nzima hii wanafanya kazi kwa pamoja. Ukitaka kujua kuna BBI, kuna BBI hapa. Ndio. Ruto mwenyewe alikuwa katika launch ya BBI. Unanipata? Kweli? Unanipata? Kweli. Ruto alikuwa kwa launch ya BBI. Ndio. Ushamsikia katika forum yoyote? Bado? Ushasikia akiongea juu ya forum yoyote? Kutoka kwa hiyo forum unasikia alisema nini? Soma standard hapo juu. Soma standard. Kisii hakuwa? Hebu gazeti la The Standard hapo juu Ruto amesema kitu. Uko nayo hapo? Liko wapi? Ndio hilo uko nayo hapo. Soma juu. Amesema namna gani? Hapo juu kabisa. Stop insulting me at BBI rallies. Bas. Stop inciting me at BBI rally. Katika BBI rallies. Rally. Sikia neno ni nini? Rallies. Sio forum. Ndio. Unajua? Ndio. Ama meeting. Ndio. BBI rallies. Yeye mwenyewe alikuwa katika ile launch, hata saizi hayuko kabisa. Ndio. Yaani ni case of mtu alieleza vizuri. The government is accusing the government of using government rallies to accuse and abuse the government. Unanipata? Alivyosema Ruto kwamba wanatumia tu rasilimali ya umma vibaya kwa mambo ambayo hayasaidii umma. Yani the government in short is using government funds to support what was launched by the government, and the government has refused to support what was launched with the government. Hiyo ndio kimi. MP wa Cherangani, MP Joshua Kutuni alipokuwa anaongea pale, na ndo maneno ambayo yanaondoa ile BBI katika hii agenda nzima ya BBI. Yeye aliongea pale akasema kwamba ikiwa hauko ndani ya BBI, basi wewe ni kama umetangaza kifo chako katika siasa kabisa. Ikiwa hauko ndani ya BBI, ni kama umetangaza tu kabisa kwamba wewe hautaki tena siasa katika taifa la Kenya. Lazima uwe ndani ya BBI ikiwa unataka kusurvive. BBI inatakana kuleta watu pamoja. Haitakani kutenganisha watu. Sasa hivi kunao wale viongozi ambao walikuwa wanaegemea upande wa Deputy President Ruto, tayari wameanza kuondoka kabisa.
wameanza kuondoka kwa sababu vitisho navyo vimekuwa vingi kweli kweli. Ukitaka tulishuhudia Jumamosi hii katika Bukungu Stadium, kulikuwa naye Emmanuel Wangwe wa Navakholo, kulikuwa na Bernard Shinali wa Ikolomani ambao walikuwa wanaonekana wako upande wa Ruto, lakini walikuwa mkutanoni kabisa, na Oparanya mwenyewe ndo aliwakaribisha akamwambia ingieni sasa katika BBI. Hii inaonyesha tu hazi kwamba ingieni katika meli ambayo inakwenda kutawala 2022. Headline ya Taifa Leo inasema wafuasi wa Ruto waingizwa baridi. Hiyo ndio headline ya. Nani amewaingiza baridi? Ndio. Ni BBI amewaingiza baridi. Ndio. Nani amewaingiza baridi? Magharibi kule Western ilichukua wawili tayari. Kule katika maeneo ya Kisii pia kule alipokwenda anaitwa nani? Alikuwa Matiang'i pale, Raila alikuwa pale tayari pia, wakaramba baadhi ya MPs ambao pia walikuwa ni wanaegemea upande wa Ruto pale. MPs kina Ezekiel Machogu, Wanyaribari Chache pale, kulikuwa na Oro Yoka, Wabunchari pale, na wabungi wengine tayari pia wakaondoka upande wa Ruto wakaingia upande wa BBI. Sasa upande wameondoka upande wa Ruto wameingia upande wa BBI. Swala ambalo liko ambalo linaonekana wazi, Alex Majalas. Utagundua kwamba kuna wale viongozi ambao walikuwa wameanza na siasa from the word go. Wakati ile ripoti ilikuwa inazinduliwa ama ilikuwa tuseme inakuwa inawekwa wazi sasa kwa umma, ya kwamba hii ripoti tushaipitia, tumeisoma vizuri, tumeielewa kila kitu. Sasa tunataka nyinyi wananchi ama wewe Wanjiko uweze kuchukua ile ripoti, uisome na uielewe vizuri. Ukiangalia pale hata katika ukumbi wa Bomas wakati ule, najua nyinyi vizuri sana mlikuwa mmeenda mahali pale na mlikuwa mmeweza kuona kila kitu ambacho kilikuwa kinaendelea. Wakati ule tumeona ya kwamba mwanasiasa bora alikuwa ameingia pale vile alikuwa anaongea kama mwana Jubilee. Mwanasiasa akiingia pale anaongea kama mwana ODM. Na ukijaribu kuangalia maneno ya wanasiasa wote ambao walikuwa wanaingia mahala pale, ulikuwa unapata ya kwamba ni unaweza tenganisha vizuri, jua ni wa Jubilee, huyu ni wa ODM. Inamaanisha swala lenyewe lilikuwa lishaingizwa siasa kuanzia mwanzo. Sasa kufikia sasa wale ambao walikuwa wanaunga mkono, walikuwa wanapinga, sote tuko pamoja, ni wanasiasa. Na siasa ndio imechukua mkondo wake kabisa. Hamna BBI wala nini. Hamna BBI. Na wengi sasa wale ambao walikuwa wanaunga mkono upande wa naibu rais Dr. William Ruto, wanaona ya kwamba kweli hapa kuna siasa. Wale ambao wanaunga mkono upande huu mwingine, unajaribu hata leo kuna uchaguzi ule ambao unatarajiwa kufanyika wa baraza la magavana. Unaona kwamba pale vile kunatarajiwa kuweza kushuhudiwa ubabe. Upande huu mwingine Rais Uhuru Kenyatta, kinara wa ODM Raila Odinga. Upande huu mwingine ni naibu wa rais Dr. William Ruto. Na naibu wa rais Dr. William Ruto anapendekeza kuweze kuwa na viongozi wapya katika uongozi wa baraza la magavana. Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa ODM Raila Odinga anapendekeza kwamba uongozi huo usalio ilivyo. Kiongozi wa nini ama mwenyekiti wa baraza la magavana ni gavana Oparanya. Naibu wake ni nani? Naibu wake sijui. Mimi sijui. Ni nani? Mwangi wa Iria. Isitoshe Mwangi wa Iria juzi ameongea huko akiwa Murang'a. Jaribu kuangalia. Chief Whip. Kwa hiyo wao wanataka ibakie vile vile. Wanataka isalie vile vile. Ingawa Ruto anataka kuwe na mabadiliko. Ukiongea kuhusiana na siasa, by the way, wakati huo ni kwamba hii BBI kuingizwa siasa zaidi, ni kwamba sasa hivi ukimsikia Malala alipokuwa anaongea pale na Fatuma Gedi, wakagusia kabisa kwamba wao wanataka sasa kwenda mpaka katika Senate na kwenda katika bunge na kubadilisha viongozi walio wengi. Wamuondoe Duale na wamuondoe Murkomen katika nafasi zao za majority leader. Sasa watu wakawa wanajiuliza, sasa hii BBI imefikaje mpaka Murkomen anaondolewa katika misingi gani? Majority leader Aden Duale anaondolewa katika misingi gani? Kwa hiyo inaonesha wazi kwamba wale ambao hawajaonyesha support yao kwa BBI wazi, basi wao watawindwa mpaka dakika ya mwisho. Hapana. Umekosea. Kwa sababu gani? Unajua tunahusisha swala la BBI na mambo mengi sana. Na tunakosea mahali hapo. Kwa sababu gani? Rais Uhuru Kenyatta ana intelligence, watu ambao wanampatia taarifa. Wanamweleza ya kwamba rais, sehemu kama hapa kuna hiki na hiki kinachoendelea. Upande huu mwingine kuna hiki na hiki kinachoendelea. Ukitega sikio
hata nafikiri ni Ijumaa iliyopita, ndio akiwa anasema kuna baadhi ya mikutano inaandaliwa maeneo ya Central huko ambayo haijabainika wazi ni mikutano ya hii mikutano ya wanasiasa inalenga nini haswa. Alright. Unajua napata taarifa. Ndio. Ukikumbuka pia juzi yule mbunge David Gikaria yule na Senator Susan Kihika wakazuiliwa kuingia katika mkutano wa Rais Uhuru Kenyatta. Unajua jipu pia likiiva sana ukiligusa tu hivi linalipuka. Kweli? Na ile limeiva. Unaelewa? Sasa Duale na Murkomen wanaingilia na vipi na kuondolewa katika mamlaka? Jaribu kuangalia matamshi yao hata katika mikutano ya hadhara. Ndio. Jaribu kuangalia hata mikutano yao. Ni kwamba hawaungi mkono BBI tu. Hapana, sio hivyo. Hata mimi saizi siruhusiwi mahali tumekaa tu sote hivi. Ndio. Tukisema tu nyinyi kusema kweli nyinyi ni wakubwa wangu nitasema hivyo. Ndio. Sasa sipaswi kuwa ni hapa hivi labda nimekosana na Cleophas hapa tuanze kurushiana maneno. Ndio. Siangalie huyu ni mdosi wangu huyu. Lazima nimheshimu, nimpe heshima zake. Kama ni nini mvute. Unasema Murkomen alipoongea pale katika launch BBI labda ilimkwaza rais. Uweze jua Kwa sababu labda ndio baadhi ya mambo ambayo yana nini, na unajaribu kuangalia juzi yule mbunge wa Kandara Liswahome. Yes. Alivyonena kumhusu rais. Unajua ni binadamu, atakasirika. Maoni yako ni gani msikilizaji? Unadhani kwamba BBI ingalipo ama BBI sasa ni siasa za 2022?